Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti kama kawaida, ndugu yako Imani Mchimbo, katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zako wapendwa, aidha mbele zenu wapendwa wasikilizaji, katika siri ya mambo yaliyofichika, na ni kwa sababu ya ruhusa ya Loba ndio maana niko hapa ndugu zangu, na mafundisho haya tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshatoa kwetu. Sasa ndugu zangu, kabla ya yote, mimi nashukuru sana kwa sababu kuna mwitiko, tunaweza kusema hivi, wa kutosha zaidi sana, wapendwa ambao wanajiunga kabisa katika kundi katika mikutano yetu ya Zoom ya Jumapili. Kama gisi nilivyowaambia kwamba hapo chini ya video kila wakati kuna link ambayo unaweza ukaklik, unaweza ukadownload Zoom, alafu tunakusanyika pamoja saa 5 kamili majira ya Tanzania asubuhi, tunaanza mafundisho, lakini saa 4:30 tayari nyimbo zinaanza kuruka hewani, unaweza kusikiliza na burudika kulingana na ukweli, alafu tunaingia pamoja katika kula neno kiroho, alafu baadaye maswali na majibu. Wapendwa wanauliza maswali yale yote ambayo wako nayo, wanauliza na majibu yanatoka kama gisi neno linavyoongoza. Kwa hiyo kaka, dada, usisite, huu ni mwito na kupatia, ni mwito, ni wewe tu kuitika na kuja kuchunguza. Sio kwamba unapokuja moja kwa moja utafanywa kuwa mfuasi, no. Hata kama ungali na wasiwasi, kuja chunguza wewe mwenyewe, sikiliza, alafu fanya uamuzi wako mwenyewe, maana katika neno hakuna kulazimishwa, yote ni hiari. Ndugu zangu, kwa siku ya leo, kama jinsi mnavyoona, tema ya siku ya leo inahusu anguko la Babiloni. Babiloni ambao wengine wataita kwamba Babeli, lakini sisi tunaongelea hapa yani ni Babeli aidha Babiloni ambayo tunatumia sisi, yani anguko la Babiloni. Najua kwamba walio wengi wameshawahi kusikia kuhusiana na Babiloni. Wengi watasema ameanguka Babiloni, Babiloni ameanguka, na ushindi, wanaimba mambo yao, tunajua tulikuwa huko. Kwa hiyo walio wengi wanafanya hivyo, lakini hawawezi wakawaambia nini kimeanguka, ni nini hasa kimeanguka. Wanaposema Babiloni imeanguka, ni nini imeanguka sasa? Kwa hiyo tutaenda kuongelea mada ambayo inasumbua walio wengi katika dunia hii. Kuna mijadala, wataongelea kuhusiana na anguko hilo la Babiloni, bila kujua ni nini Babiloni yenyewe, ni kitu gani, aidha ilikuwa wapi, iko sehemu gani, kama jinsi wanavyosema kwa wakati huu. Na mnapoangalia vizuri, hata kuna baadhi ya wanamziki ambao waliongelea sana, walihimba kuhusiana na Babiloni, na wengine wanasema tena kwamba Babiloni ni Vatican, na wengine sijui Marekani. Hivyo ndivyo wanavyosema kwamba Babylon wakati huu inawakilisha kwamba yeye ndio mama mzinzi wa nani, kwamba ni Vatican, au wengine kama ni Papa, au wengine ni Marekani, mambo kama hayo. Lakini hapa hatuongelei labda tunawambia uhalisia wa mambo kama gisi yalivyokuwa, ambayo yanafunuliwa kwetu na mzaliwa pili ambaye ni Zulula San. Kwa hiyo tutaenda kuingia katika uhalisia wenyewe ili kuwapa ukweli halisi, ni nini Babiloni, namna gani ilianguka na ni nini kilichoanguka, ili mpate kuelewa kwamba ukweli, narudilia tena, umezama hapa hapa. Ukweli umezama hapa hapa. Hakuna majivuno, lakini ni uhalisia wa mambo kama gisi alivyokuwapo awali, baada ya hao majambazi kuja kubadilisha historia yetu, lakini kwa wakati huu imerejeshwa tena na mzaliwa wa pili. Ndio maana tunaanza kwanza katika kitabu, tunaingia ndani ya Biblia Kalata Mbale, kitabu cha kwe ambacho mnaweza mkaagiza kupitia les editions zululasan.com, na pia tutagusia kitabu hiki cha Danieli, Kalata Mukaisedi, yani kitabu cha siri cha nabii Danieli, lakini pia tutagusia Kalata Dubise ambacho ni kitabu cha siri cha Enoke. Hapana Enoke, hizo tafsiri ambazo wanaonyesha mitandaoni huko wa mingine, na uhalisia wa kila kitu kama gisi kilivyokuwa hapo awali. Tunaingia kwanza ndani ya Biblia Kalata Mbale katika kitabu cha Mienge. Mienge ndio kitabu ambacho wataita ndani ya Biblia za kisasa kwa jina la Zaburi ya 104 mstari wake wa 22. Inaanza kusema namna gani? Inasema hivi: jua huangaza, kuna mkato, lakini si wote walionalo kwa wakati mmoja. Biblia Kalata Mbale kitabu cha Mienge sura ya 100 mstari wa 4:22 inaweza kutuambia kwamba jua linaangaza, ndio sote hapo tunakubaliana, lakini si wote walionalo kwa wakati mmoja. Na ni kweli, maana muda huu ambapo tunarekodi video hii hapa
tulipo hapa ni saa 2:23. Ingawa kwelikweli katika hali hii, wakati huu huko tuliko, hata inaweza ikafika hata saa 3 saa 4 bado jua lingali za usiku kwa wakati huu ambao tulimo. Lakini sehemu zingine usiku huenda unataka kucha, mfano Australia, aza Marekani huko ni mchana, wengine labda ni asubuhi, labda inategemea na state ambazo ziko mbalimbali. Canada sijui inaweza kuwa labda ni masaa sijui 2 au 4 za asubuhi, vitu kama hivi. Kwa hiyo wengine bado wanalala. Kwa hiyo utakuta kwamba jua linapochomoza ni kweli inaangaza, lakini kwa wakati huu mmoja hauwezi kuwa sehemu zote duniani wakati huu mmoja kwamba wote waone kwamba jua ndio hilo, hapana. Lakini mtaona kwamba kuna wengine ambao usiku umeshajizirisha na wengine bado ni mchana. Kwa hiyo sasa mnaweza mkajiuliza, kwa nini katika nchi fulani jua linaonekana, lakini wakati huo huo katika nchi zingine ni usiku ndio umejizirisha? Kwa kitu gani? Wengine wataleta teoria zao, tuseme kwa nadharia zao kwamba kwa sababu sijui dunia inazunguka sijui kwenye jua, mambo kama hayo, kwamba jua liko hapa alafu dunia inazunguka hivi. Na dunia kweli inatingizika, inaenda sehemu mbalimbali, inaweza ikashuka, inaweza ikapanda, inaweza ikaenda huku, inaweza ikaenda huku. So gisi wanavyosema kwamba dunia huwa inazunguka yani jua liko hapa limesimama alafu dunia inazunguka hivi, na hapana. Mwache, kama ikiwa mjue mambo ya kiroho, angalau mnajiachia tu. Hayo mambo tuliyasoma shuleni kwamba dunia inazunguka kwenye jua, na ndio maana inapopita huku tayari hapana. Dunia mnatakiwa kuelewa kwamba kuna mara inaweza ikapanda, inaweza ikashuka, inaweza ikaenda huku, inaenda huku, na jua pia linatembea, linaenda sehemu hivyo. Na ndio maana mnaweza mkaona kwamba wakati fulani kama vile unapotazama unaona kwamba labda jua liko kule, ni kama vile liko kwenye level moja na sehemu ambapo upo. Ni kwa sababu wakati huo yani dunia inapanda, inapanda zaidi sana, inakuwa kwenye level ya jua. Walio wengi hawawezi wakajua hilo, wanafikiri labda nini. Kwa hiyo na hakuna mtu ambaye anaweza akaona chochote ambacho kinabadilika za nini, kwa sababu kila kitu ni utaratibu, maana ni Muumba aliyeumba kwa uzirisho wa mapenzi yake. Sasa hilo jua linaangaza sehemu moja, lakini sehemu nyingine hakuna. Kwa nini? Inakuwa namna gani? Au watu wanaongea hivi, lakini tutaonyesha ndani ya Biblia Kalata Mbali kwamba kuna roho za agizo kula vitu ambazo wao wana uwezo, wanapotaka kushuka katika dunia inaweza ikaangazwa yote. Nasema yote, sio sehemu moja za mambo mengine. Na hayo mambo, jambo hilo limeshawahi kutokea katika kitabu cha Ufunuo, yani BBCD, yani kitabu cha Ufunuo ndani ya Biblia Kalata Mbali, sura yake ya 18 mstari wa 1 hadi 2. Sikilizeni inasema namna gani. Baada ya hayo, maana unapoendelea kwenye mstari sura ya 17 kushuka, kuna mambo mengi ambayo yalitendeka ya Ufunuo. Lakini hapa sasa ni katika sura ya 18 mstari wa 1 hadi 2, wanatuambia baada ya hayo kuna mkate, nikaona akishuka katika agizo kuu kutoka agizo kuu la vitu, na muloloma, yani malaika ambaye alikuwa na mamlaka kuu, na dunia yote, sikilizeni kwa makini, na dunia yote ikaangazwa kwa mng'ao wa utukufu wake. Kwa hiyo hapa wanawaambia kwamba dunia nzima, wakati huyo Namuloloma alipokuwa akishuka, yani mng'ao wa utukufu wake uliangaza dunia nzima. Hapana sehemu fulani, yani kitu ambacho jua aliwezi likafanya, yani roho za agizo kula vitu linafanya, ili kuonyesha kwamba wako nje ya sheria hizi za asili. Kwa hiyo aliangaza, yani kabla ya kushuka tayari anaangaza papa dunia mzima, dunia yote. Ndugu zangu, sio sehemu, dunia yote, ili kuonyesha kwamba roho za agizo kula vitu, watu wasitanie, au nimepelekwa na malaika, hai nimeona malaika. Wewe ni nani ili uone malaika? Kuna mchungaji mwingine ambaye sijui tuwe na aibu, ndugu zangu. Kuna wakati malaika anakuja, wanaenda, kuna wakati anachoka, anasema leo sitaenda, na nimechoka, malaika anarudi mwenyewe. N'importe quoi. Tuache uongo, ndugu zangu. Kwa nini hivyo? Au tunafanya kimakusudi? No, sio vizuri. Kwa hiyo wanawaambia kwamba, wanaonyesha kwamba Ufunuo sura ya 18 mstari wa 1 kwamba Lakisabe ambaye wataita Yohana, aiza Johana, aiza Jean, yeye
alitoka nje ya mwili wake, akapelekwa na roho huyu ambaye aliyekuja ili kwenda kumwanzisha na kumwonyesha uhalisia mbalimbali katika agizo kuu la vitu. Kwa hiyo yeye aliona huyu namluluma mmoja akishuka kutoka agizo kuu la vitu, na wakati alipomwona dunia nzima yote ikafanywa nini? Ikaangazwa kwa mng'ao wa utukufu wake. Kwa hiyo kile ambacho jua haliwezi kufanya, roho za agizo kuu la vitu zinafanya. Na sio tu huyu namluluma ambaye ana uwezo huo, no, wote wana uwezo huo. Ndio maana kitabu cha Temusei ambaye wataita Ayubu sura yake ya 37 mstari wa 2 hadi 3 inasema namna gani? Sikilizeni mtetemo wa roho hizi, ngurumo wa nguvu zao. Nguvu zao zinazunguka upana wote wa mbingu, na fahari yao yang'aa mpaka miisho ya dunia. Kwa hiyo ni kupenda kudhibitisha kuonyesha kwamba sio tu yule roho ambaye alijidhihirisha katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 18 mstari wa 1, bali roho zote zina uweza wa kuangaza anaposhuka, yani dunia yote mzima akitaka, yote inaingia. Kwa hiyo mnatakiwa kuelewa haya mambo ni hivyo, haya mambo huwa yanatendeka, yanatokea. Sasa kwa hiyo kupenda kuonyesha kwamba wakati ambapo Lakisabe alipoona roho huyo katika Ufunuo 18 kwamba roho kwamba akaangaza, yani ni kitu ambacho kinatendeka hata kwa roho zingine ambazo hazijajidhihirisha, na zinapojidhihirisha katika hali hii inaonekana. Ndio maana kitabu cha Mienge sura yake ya 57 mstari wa 66 inasema namna gani? Kitabu cha Mienge 57 sura yake ya 57 mstari wa 66 inasema, Loba, kupitia neno lako dhihirisha ukuu wako upitao mbingu, neno lako tukufu na liangaze juu ya dunia yote. Kwa hiyo hapa tena wanapenda kuonyesha kwamba sio tu roho za agizo kuu la vitu ambazo zinaweza zikaangaza dunia mzima wakati zinapojidhihirisha katika hali inayoonekana, lakini pia neno ambalo tunajua kwamba ndio liliumba kila kitu, kwa sababu kwa mapenzi ya neno la kwa mapenzi ya Loba lina uwezo wa kuangaza tena dunia mzima. Kwa hiyo haya mambo yote tunaona kwamba sio kwa upande mmoja tu, lakini kwa pande zote, hata neno linafanya hivi. Kwa hiyo tayari huyo roho ambaye alijidhihirisha katika Ufunuo sura yake 18 mstari wa 1 ndiye yeye mwenyewe ndiye atakayetupatia ufafanuzi aidha siri kabisa kuhusiana na anguko la Babiloni. Ni yeye ndiye atakayetuambia namna gani, kwa sababu kuna maneno ambayo ataongea, ambaye atadhihirisha, ambaye ataonyesha kwamba okay, kuna kitu ambacho kilianguka. Yani kitu ambacho kilianguka, aidha kuna kitu ni nini hasa. Yeye ataenda kutoa siri, ataenda kutoa fafanuzi zaidi sana ili kutuambia ni nini kilichotendeka wakati wa anguko hili. Ndio maana tunaenda kwenye chimbuko lenyewe, kwa sababu ili kusema kwamba Babiloni imeanguka lazima kuwepo na chanzo, kuwepo kwanza na mwanzo wa Babiloni kuwepo, kwa sababu huwezi ukasema kwamba kitu kimeanguka, aidha kimefungwa, aidha kimefanya kitu gani. Lazima kwanza hicho kitu kiwepo kwanza. Hilo ni jambo la kwanza. Kinapokuwa hicho kitu, alafu baadaye unaweza ukasema kwamba ukakifunga, aidha ukakiangamiza, ukakitoa. Kwa hiyo tuende kwenye chimbuko, tuende kuonyesha haya mambo gisi yalivyokuwa hapo awali. Ndio maana kipengele hicho cha pili kinapenda kuonyesha kwamba ni chimbuko la mlango wa kuingia wa Babiloni na kufungwa kwa mlango wake. Yaani chimbuko la mlango wa kuingia wa Babiloni na kufungwa kwa mlango wake. Tunaenda katika kitabu cha Bebotedi ambacho watasema Mwanzo sura yake ya 11 mstari wa 1 hadi 4. Inaanza kusema namna gani? Inaanza kusema kwamba wakati huo wakahaji wote wa dunia walizungumza lugha moja na walitumia maneno yale yale na lafudhi ile ile. Ilitokea kwamba wakati wa safari ya kwenda upande wa Wasejedu, yani Afrika Mashariki, wasioanzishwa wazungu na damu mchanganyiko waligundua uwanda wa ajabu huko Ekombo Teta na Beba Mopi, yani Mesopotamia, na kukaa huko. Kwa hiyo hapa wanaanza kuambia kwamba kulikuwa kundi la wasioanzishwa na wazungu na damu mchanganyiko ambao walisafiri, walitoka wakaelekea upande wa Wasejedu ambapo ni Afrika Mashariki. Sasa wakati walipoona huko wakagundua kwamba kulikuwa uwanda wa ajabu ambao walifurahia huko Ekombo Teta na Beba Mopi ambao wataita Mesopotamia. Ndipo wakaona kwamba hata wakae hapo
Lakini baada ya kusema kwamba wakae hapo, kuna kitu fulani ambacho walichokifanya. Ndio maana mstari wa 3 wanasema kwamba wasioanzishwa wakaambiana wao kwa wao, ndani ya mabano tu, miongoni mwa Wehusi. Yaani mawazo yakatoka ndani, kutoka katika Wehusi, ili kwamba wafanye jambo fulani kutokana na maarifa na ujuzi tuliojifunza kwa kuwaona walioanzishwa wakiwa kazini kila siku. Sasa tuone, tutengeneze matofali ya ajabu kwa ajili ya kufungua mlango ambao unaongoza katika hali isiyoonekana. Kwa hiyo moja kwa moja, wakati walipokuwa hapo, wakasema kwamba sisi tuna maarifa, tuliona walioanzishwa walivyokuwa wakifanya mambo ya ajabu, maarifa ya ajabu ambayo tumejifunza kutoka kwao, wakati tunapowaona kila wakati. Sasa tufanye kitu fulani, yaani inatubidi sasa tuangalie, labda tunaweza tukatengeneza matofali ambayo ni matofali ya ajabu, ili kwamba tujenge mnara, jinsi watakavyosema wao mnara, lakini tunajua ni nini zaidi sana, ambayo kilele kabisa, yani itapita kwenye kilele cha stratosfera. Mtajua hiyo stratosfera ni nini? Yani utakuta kwamba hapa tuna dunia iko hapa, dunia iko yani ni duara tuseme, lakini kabla ya ukitoka katika dunia, yani unaingia katika ulimwengu, maana dunia imo ndani ya ulimwengu. Sasa huko juu kuna hile ambao wanaita stratosphere, ambayo ni kitu ambacho kinazuia zaidi sana, ili kwamba watu wasiingie katika dunia za wengine. Kwa hiyo wao wanasema kwamba wao sasa hicho watakachokijenga kwamba kipite hadi kilele, yani kitoke hadi kiende kwenye hali, yani kwenye hali isiyoonekana ya dunia hii. Yani inapopita itapita watu, hata dunia mtu aona tena huu mnara ambao watajenga, ambao tutaenda kuona ni kitu gani, ili kwamba uende na ufungue, wanasema namna gani, kufungua mlango ambao unaongoza katika hali isiyoonekana. Sasa huu mlango huu ambao wataenda kutengeneza, ambao wataenda kufungua, ni mlango wa namna gani? Na hapo ndipo mtakuja kuelewa moja kwa moja jina la Babiloni, ambayo katika jina lake halisi kabisa inaitwa ni Jombela Mundi. Yani Jombela Mundi, yani ni mlango wa roho. Roho gani tunaenda sasa, ili mupate kuelewa. Kwa hiyo wanaonyesha hapa kwamba baada ya gharika, lakini kabla ya mgawanyiko wa bara, kwa sababu ili litakuwa ni moja kati ya chanzo cha mgawanyiko wa bara, ili hiki kitendo ambacho wanakitenda hapa na malengo waliokuwa nayo hapo baadaye. Kwa hiyo kuna kundi la weusi wasioanzishwa pamoja na wazungu na damu mchanganyiko, ambao wataenda, yani wataona nani uwanda wa ajabu, na ndipo hao weusi wataungana pamoja, wataongea pamoja, watawatenga wazungu na damu mchanganyiko, ili wasipate kujua maarifa, wasipate kujua siri ya namna watakavyofanya ili kujenga hilo jengo ambalo wanapenda kulijenga. Hawakutaka ili wapate kujua siri. Mtaenda kuelewa kwa nini. Kwa hiyo hapo sasa ndipo malengo hayo hayakuwa malengo mazuri, yani yalikuwa malengo ya kupenda kuanzisha utaratibu mpya wa dunia. Yes, huu ni utaratibu mpya wa dunia ambao walitaka kuanzisha, kitu ambacho kiko zidi ya neno la liberty. Kwa hiyo wao walikuwa na malengo ambayo si mazuri, ambayo matokeo yake yalikuwa ni mabaya, tena mtaenda kuyaona kwelikweli kwa nini Babiloni ilianguka. Yani anguko lilitendeka, na mtaenda kuelewa sio kwa bure, ni kwa sababu kuna jambo fulani, na anguko tena mtaenda kuliona kwamba ni neema nyingine na upendo wa kaka zetu wa kiroho walio nao kwetu sisi, lakini mtaenda kuona mambo jinsi yalivyoendelea. Ndio maana wanaendelea kusema, hao weusi wasioanzishwa wanaendelea kuambia kwamba kwa sababu hii, hebu na tujenge jiji na piramidi. Kwa hiyo kuna jiji na piramidi. Hiyo piramidi ndio waliopenda kupandisha, wajenge hadi ipite kwenye kilele wanasema kilele cha mbingu isionekane, yani kwenye stratosphere huko. Kwa hiyo ndio maana wakasema kwamba wajenge kwanza jiji, na pia watainua sasa huu mnara, ili kuonyesha kwamba Babiloni aiza Jombela Mundi sio mnara tu, hapana. Kwa sababu tungesema kwamba labda ni mnara tu, kama mambo mengine hayapo, hata muda wao tusingeliongea. Lakini wanapenda kuambia kwamba kuna mnara ambao ulijengwa na jiji limo katika huu mnara, yani mnara huko katika jiji hilo. Ili mnatakiwa kuelewa vizuri, ndugu zangu. Kwa hiyo wakasema kwamba hebu na tujenge jiji na piramidi kubwa sana, ambayo kilele chake kiwe ngambo ya stratosphere, kwenye upande usioonekana wa mbingu. Mnaona, ndio hiyo stratosphere, yani ni upande usioonekana ambao unapoangalia huwezi ukaona wa mbingu, na kuanzisha utaratibu mpya wa dunia kote kote duniani. Jamii yetu nyeusi pekee ndiyo pekee inayojua siri na ujenzi wa piramidi ya kweli.
kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Kwa hiyo hawa weusi wenyewe wanasema, wanawambia kwamba mambo ya kiroho ni swala la rangi. Kwa hiyo maarifa kuhusiana na ujenzi wa piramidi hatutawaonyesha wazungu na damu mchanganyiko, kwa sababu inabaki katika mambo yetu, katika sisi watu weusi, na hicho ndio kitu ambacho kipo hadi muda huu. Ndio maana wazungu na damu mchanganyiko hawajui ni namna gani piramidi ilivyojengwa, na ili kuonyesha kwamba hawataki weusi waonekane kwamba ni wao waliojenga, wataenda kubomoa zile sphinx ambazo zilichongwa chongwa karibu na hizo, wakavunja pua ili kwamba isionekane kwamba ni watu weusi. Ni hivyo wataenda kusema kwamba no, hizo pyramid weusi walisaidiwa na extraterrestre, yani viumbe kutoka nje ya dunia ndivyo vilivyokuja kuwasaidia, kwa sababu kikawaida kabisa kwa akili ya mtu mweusi hawezi akafanya mambo kama haya. Angalia majiwe, mawe yalikuwa na matone na matone, hauwezi ukasimamisha, hauwezi ukapandisha hizo, na lazima uwe na. Wataongea mambo mengi zaidi sana ili kuonyesha kwamba mtu mweusi hawezi akawa na maarifa kama haya. Haya yote kwa sababu watu weusi walifunga hiyo siri, lakini mambo mengine yote mnayoyaona wanafanya ni kwa sababu watu weusi waliwapatia, waliwaonyesha kila kitu. Mnaona ndugu zangu, ndio maana wakati huu watajidai kwamba wana teknolojia. No, sio teknolojia yao, ni mambo yetu sisi, ni teknolojia yetu walioiba, walifunzwa wengine, wakapewa kwetu, alafu wakaja huku sasa, baada ya kupewa tena wakabomoa vile ambavyo vilikuwa kwetu, ndipo wakaendeleza. Mnaweza mkaelewa kuhusiana na ile biblioteka ya maktaba, wanasikia kama maktaba ndio biblioteka ya Alexandria Misri, baada ya kuchukua siri ambazo zilikuwemo wakaunguza. Mwaulize kwa nini waliunguza? Kwa sababu wanajua ili kwamba mabaki yasionekane. Ndio maana tunawaambia kwamba mambo yote ambayo mnayaona, iwe teknolojia kumrazi, iwe nini, mambo haya yametoka nyumbani kwetu, ni ujuzi wetu sisi, lakini wao wakayachukua, wakabomoa, wakabadilisha, alafu wakafanya kama gishi mnavyoona, mnafikiri kwamba ni wao ndio chanzo cha kila kitu. No, sio hivyo. Kwa hiyo tayari hapa wakapanga hiyo njama ili kwamba wapate kujenga huo mnara pamoja, aweze tuseme piramid, pamoja na jiji lenyewe ambalo wameliongea. Ndio maana niliwaambia kwamba ndugu zangu, kabla ya kuongelea namna gani Babiloni ilivyoanguka, ni vema kwenda kwenye chimbuko kwanza lenyewe. Ni vema kwenda kwenye chimbuko lenyewe ili kujua ni nini ambacho kilitendeka. Babiloni, hilo jina limekuja kwanza namna gani? Kwa sababu natakiwa kuelewa kwamba ni watu weusi wasioanzishwa walio kwenye chimbuko la mji huo ambao ni Jombelamudi, kutokana na kile walichotaka kukizihirisha. Ndio maana jiji hilo likabeba jina la Jombelamudi, ambayo itaitwa Babiloni, ambayo ni mlango wa roho. Na hizo roho sio roho za agizo kula vitu, hapana, lakini roho za ulimwengu wa giza la kichawi. Ndio mlango ambao walienda kufungua katika hiyo piramidi ambao walikuwa wakitaka kujenga. Mtaendelea kuelewa vizuri. Yaani mnatakiwa kuelewa kwamba katika piramidi hiyo ambayo walikuwa wakijenga, walikuwa wameweka sehemu ambayo wao wanaweza kuingia, wanaweza kupita. Sikilizeni kwa makini, wanaweza kupita ili kuingia katika ulimwengu wa demon. Hivi mnaelewa? Mwelewe vizuri, kwa sababu haya mafundisho ni magumu kidogo. Yaani walijenga hiyo piramid. Sasa ndani ya hiyo piramid waliweka sehemu ambapo wao wanaweza kupita kimafumbo, wanaweza kupita na kuingia direct katika ulimwengu wa demon, ulimwengu wa kichawi. Sio kwamba labda wao wenyewe wanaingia hadi wanaingia sehemu ambapo demon zinakaa, zipo. Unaposema kukaa, wengine watasema kwamba okay, zinakaa ziko kwenye kiti. Nasema sehemu ambapo demon zipo, yani ulimwengu wao tuseme. Ndio hiyo piramid ambayo waliojenga, mnayoita mnara wa Babeli. Unasikia ndugu zangu? Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza. Mnaona kwamba mlango huo tayari wameshaufungua, na huu ni mlango wa kutisha zaidi sana. Kwa hiyo wachawi wa zamani walikuwa wakipitia hapo ili kwamba kuingia moja kwa moja direct katika ulimwengu huo wa kichawi. Yaani wanaingia kabisa kabisa katika ulimwengu wa demon. Mnaona ndugu zangu? Nafikiri hapa mnaanza kuelewa kwa nini sababu ya kubomolewa kwa hilo jiji na hiyo piramidi. Na hiyo nguvu ambayo ipo ambayo ni wazungu hadi muda huu, ikiwa mjue, wazungu wanatafuta chini juu kupata nguvu hiyo ya kiroho. Maana wanajua kuna sehemu katika bara letu, sehemu fulani ambapo ndio chanzo cha nguvu ya kiroho duniani. Wanajua. Hatuko kwenye hiyo mada. Sasa swali ambalo litakuja, kwa nini hao weusi waliingia katika mawazo ya kusema kwamba ni vema hii piramidi ambayo tutaijenga ipite hadi kilele, yani ipite kabisa hadi ifike kwenye upande usionekana wa mbingu hii ya kwetu,
ambayo tuko nayo hapa. Kwa nini waliwaza hivi? Waliwaza hivyo kwa sababu wanajua, yes, wanajua kwamba kuna kitu fulani ambacho kilijizirisha. Walijua kwa nini hadi waingie huko, na ili kwamba mpate kujua kwa nini waliingia katika mawazo, tunaenda katika Kalata Dubise, kitabu cha Enoch, sura yake ya kwanza mstari wa 55, ambayo inasema, mimi Dubise niliona kundi la bamuluma bungulani, yani malaika walioanguka wa utaratibu watatu, wakiwa wamesimama juu ya stratosfea. Mnaona bila wao kuweza kuona roho, walinzi wa sayansi ya ulimwengu. Kwa hiyo wasioanzishwa kabla ya mgawanyiko wa bara, na moja kati ya matendo walioyatenda kama jinsi nilivyosema, kwa kile walichotaka kukifanya, ni moja kati ya sababu ya mgawanyiko wa bara. Ndio maana bara pia ni moja kati ya hivyo vitu ambavyo walifanya. Mambo ni mengi, lakini ni moja kati ya hivyo vitu ambavyo walifanya. Ndio maana bara likagawanyika. Wao walijua kwamba, kwa sababu katika historia ya Dubise anajua kwamba walijua kwamba kuna bamululuma bungulane ambao kabla ya kuingia katika njama, waliokuwa wakifanya njama dhidi ya watu weusi, zaidi sana wanawake weusi. Wanapogusa wanawake weusi, unagusa weusi wote. Walipokuwa katika njama dhidi ya wanawake weusi, wao walikuwa juu ya stratosfea, hiyo sehemu hiyo stratosfea, katika lengo la kuingia. Kwa hiyo wao wakaona kwamba ikiwa hawa walikuwa sehemu hii, ina maana kwamba hapo kuna mlango, na ikiwa huu mlango upo, tunaweza tukautumia nasi pia ili kuingia direct katika ulimwengu wa kichawi. Maana hao weusi wa kipindi hicho wasioanzishwa walikuwa nayo maarifa, walikuwa wachawi. Hapana, mutaelewa walikuwa na maarifa ya hali ya juu. Hilo ni jambo ambalo lilitendeka. Kwa hiyo walijua kwamba kulikuwepo na roho zilizoanguka kabla ya kuja kutembea, ziliwahi kufanya kikao njama hapo juu ya stratosfea. Jumana, tunaenda kwenye Ufunuo sura yake 18 mstari wa 2, nasema, kwa hiyo tunaendelea sasa. Akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, imefungwa, imefungwa kwa ajili ya wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, jombe la mundi, yani Babiloni mkuu. Kwa hiyo imekuwa hapo, wanaendelea kusema, kwa sababu hapa ni huyo mjini waambia kwamba huyo Namululuma ambaye malaika ndiye atakayetoa siri ya namna gani anaweza kufungwa kwa mlango wa Babiloni. Kwa hiyo anasema kwamba imefungwa hiyo Babiloni, yani mlango umefungwa kwa ajili ya wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, jombe la mundi, Babiloni mkuu. Imekuwa mahali pa kukutania demon, kwa sababu mataifa yote ya zamani ya wazungu na damu mchanganyiko yamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na kwamba wafalme mafisadi wasioanzishwa wawase wamejiingiza katika uasherati, na kwamba wafanyabiashara wa dunia wametajirika kwa uwezo wa anasa yake. Mnaona Kwa hiyo tutakoboa ili andiko vizuri, maana linaongelea jambo litakalotendeka, aidha lililotendeka kumrazi tayari. Kwa hiyo mnatakiwa kuelewa kwamba sura za kitabu hiki cha Ufunuo hakuna kosa lolote, lakini ikiwa haujaanzishwa hauwezi ukatambua, unaweza ukafikiri kwamba labda kuna kosa, aidha kuna mkanganyiko wa sura za namna gani, kwamba hakuna utaratibu mzuri kuhusiana na sura zenyewe. Unaweza ukasema hivi kwa sababu katika sura ya 18 yani wanaongelea mambo yatakayotendeka katika anguko la Babiloni. Mnaona? Bali anguko lenyewe tena la Babiloni linapatikana katika yani sura nyingine ambayo kabla ya sura ya 18 utafika. Yani ni kama vile unaenda huku tena unarejea huku. Kwa hiyo kwa wale ambao wasioanzishwa wanaweza kufikiri kwamba labda ni kuna mkanganyiko za namna gani. No, sio mkanganyiko, kwa sababu Lakisabea ambaye ni Yohana wakati alipoonyeshwa hayo, yani ni kama vile ni utaratibu. Anaweza kaona hili na moja kwa moja anaonyeshwa kitu kingine ambacho kinaendana hapo, anapewa maelezo ambayo yanahusu kitu kimoja kwa wakati mmoja. Yani kama vile anasafiri katika muda, katika wakati. Yes, hilo ndio jambo ambalo mnatakiwa kulielewa. Kwa hiyo hapa katika Ufunuo sura yake ya 18 mstari wa 2 wanawafunulia kitu kilichotendeka kabla ya bara kugawanyika, ndugu zangu. Kwa hiyo katika upande usioonekana, mlango huo
unafungwa. Msikilize kwa makini, kwa sababu ulikuwa tayari mlango ambao wameishafungua kulingana na hiyo piramidi ambao walioanza kuijenga. Yani ulikuwa tayari mlango ambao umeshafunguka, na kitendo cha kubomoa sasa piramidi hiyo ambayo mlango wake ulifunguka hadi katika ulimwengu wa uchawi, ndio inayopenda kusema kwamba yani imefungwa, yani mlango umefungwa katika hali isiyoonekana, na pia katika hali inayoonekana hiyo piramidi ikavunjwa. Tutaenda kueleza vizuri, mtaelewa vizuri. Kwa hiyo kufunga hapa, ndugu zangu, wakati wanapofunga mlango huu ambao ni mlango unaoelekea katika ulimwengu wa uchawi, haijamaanisha kwamba labda wachawi wote wamefungwa. Hapana, sio kwamba wachawi wamefungwa, hapana. Aidha kwamba hawawezi kutenda tena uchawi kama jinsi walivyokuwa wakitenda, hapana. Uchawi wataendelea kutenda, lakini ule mlango ambao walikuwa wakitumia ili kuingia direct hadi katika ulimwengu wa demon, huo mlango ukafungwa. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri, huo ndio mlango ambao umefungwa. Ndio maana huyo roho akasema umefungwa, umefungwa. Yani ulifungwa ili kwamba wachawi wasiweze tena moja kwa moja kuingia katika ulimwengu wa giza la kichawi. Unaona, sio upendo huo ndugu zangu, lakini wao wachawi watakasirika, na mtaenda kuona gisi wataanza kulalamika watalalamika. Msikilize vizuri sasa. Uchawi upo, bali piramidi hiyo kama gisi ilivyosema ilikuwa na sehemu ambapo wao waliweza kupita, yani kupitia ili kuingia katika huo ulimwengu, aweza kuingia katika ulimwengu wa uchawi, yani katika sehemu ambapo demons zinakaa, tunaweza tukasema wanaingia katika hiyo. Ndio maana mlango ulifungwa ili mtu asiweze kuingia moja kwa moja katika ulimwengu wa demon. Lakini wao wanaweza wakabaki wakifanya incantation, yani maombi yale. Demon zinatokea katika kipindi hicho, zinatokea ambazo zinawapeleka huko na huko, hayo yote yalibaki, lakini wao wenyewe pia hadi kuingia no. Ndio hizo historia ambazo mtasikia kwa wakati huu, wao wanaojiita wachungaji, maana walio wengi walikuwa wanasema walikuwa katika mambo ya giza, walikuwa wakimtumikia shetani. Walio wengi wanaongea hivyo kwamba wao wakati walipokuwa wachawi, walipokuwa katika mambo hayo, walikuwa wakifanya vikao na shetani yuko kwenye kiti, alafu jina la Yesu linaposema kwa jina la Yesu, shetani hata anaanguka yeye mwenyewe, anasema msiongee hilo jina huku, demoni zote ziko pale na wengine n'importe quoi. Wao wote wanaongea hivyo kwa muda huu ni wahongo, tena wa ajabu. Nitawaambia kwa nini ni wahongo. Hapa ndio mtaelewa kweli kweli kwamba mwalimu ni mmoja tu ambaye ni Zulula sana. Kama gisi nilivyosema, najua kwamba mafundisho ni magumu, lakini mtaenda kuelewa polepole. Kwa hiyo mlango ulifungwa kwa ajili ya wasioanzishwa ambao ni weusi, wasioanzishwa, wasiotembea kulingana na neno la lugha. Pia ukafungwa kwa ajili ya wazungu na damu mchanganyiko. Kwa hiyo wanaposema kwamba ulifungwa kwa ajili ya wazungu wa damu mchanganyiko pamoja na wasioanzishwa, haijamaanisha kwamba umefungwa kwa ajili ya walioanzishwa. Walioanzishwa unaweza kuwa tu upo, wanaweza wakaenda wakaonyesha huu mlango ili kuona adui gisi alivyo, gisi anavyo, nguvu zake ziko wapi. Sio kwamba watafunguliwa ili wao waende kufanya uchawi, hapana. Utakuwa wazi kwao ili kwamba wasafirishwe waende kuona gisi wanavyofanya, ili kwamba namna gani wajue namna gani ya kujipanga ili kupambana na adui. Lakini kuhusiana na wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, mlango huo ulifungwa kwao, hawawezi kuingia tena, hawawezi kuingia ili kwenda ku live na demoni, no, hapa. Wanaweza wakabaki kufanya mambo yao ya maombi au mengine ili zitoke, hilo sawa. Kwa hiyo waliweza, mlango ulifungwa, lakini bado waliendelea na uchawi wao, na wakati huu waliendelea kuanzisha wengine katika uchawi. Walio wengi zaidi sana walianzishwa katika uchawi, kwa sababu wao walikuwa ni uchawi. Tunapoongelea huu wa Babiloni kipindi hicho chote, walikuwa ni wachawi. Hapana, hatuongelee wakati huu, no. Kama gisi Mulida alivyosema, ni kitu kingine. Tunaenda polepole, mtaenda kuelewa ndugu zangu. Sasa kipengele cha tatu kinahusu sasa mahali pa mkutano wa demon, yaani ndio mahali sasa pa mkutano wa demon, inaweza kwa kukutania demon, ndio kipengele cha tatu. Kwa hiyo sasa Jombe la Mudi imekuwa sasa ni mahali ambapo
mkutano wa demon unafanyika. Lakini tumeona kwamba hapo awali ilikuwa ni mahali pa mkutano wa malaika walioanguka. Sasa malaika walioanguka baada ya kutenda kile walichokitenda, baada ya kuja kutembea na wanyama na baadaye na wanawake, wao wakafungwa. Sasa wanafanya kazi kupitia watoto wao ambao ni demon sasa. Na ndio maana sasa kwa wakati huu sio tena malaika walioanguka wanaofanya tena mkutano hapo, bali ni demon zenyewe ndizo zinazofanya mkutano. Demon mlango upo wao hawakufungiwa, lakini demon, yani waliofungiwa huu mlango ni wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko tu peke yao. Kwa hiyo wao wanakusanyika, wanafanya vikao, demon zinafanya vikao ili namna gani waingie katika hali hii ili kusumbua kama gisi mnavyojua. Sasa nikupenda kuambia kwamba ndugu zangu, hakuna mchawi yeyote, narudilia, hakuna mchawi yeyote anayeweza kuingia tena katika mlango huu. Hakuna. Yani wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko hawawezi kujua ni wapi huu mlango upo. Hawawezi kujua ni wapi mlango huo unapatikana. Lakini walioanzishwa, Muledi anajua ni wapi. Anajua. Kwa hiyo mlango huo ulifungwa kwa wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko. Hapana kwa walioanzishwa, hapana. Kwa hiyo Mukaisedi ambaye wataita Danieli, naye pia ataenda kuonyesha sasa huu mlango katika kipindi chake. Ataenda kuonyesha sasa huu mlango na aone kinachotendeka chini ya pazia, za nyuma ya mlango wenyewe ni nini ambacho wanafanya hizo demon. Maana hapo kuna roho wa agizo kula vitu ambaye atamjia, atakayempeleka ili kwamba apate kuona kile ambacho kinatendeka. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Mukaisedi, yani Kalata Mukaisedi, kitabu cha nabii Daniel, kitabu cha siri cha Daniel, sura yake ya kwanza mstari wa 36-46. Hapa ni Mukaisedi anayeelezea kile kilichotendeka wakati alipopelekwa na roho wa agizo kula vitu ili aende kuona mlango wa Babiloni uliofungwa. Ndio maana anaanza kusema kupitia mlio wa sauti yangu. Kupitia mlio wa sauti yangu, anayesema ni roho wa agizo kula vitu, anamwambia toka katika mwili wako unaonekana, na nitakuonyesha demon za kiume na za kike mseto za daraja la juu, ambazo zinaasiri kiroho wale wote walio katika eneo la Jombelamu Dihi, yani Babiloni, ambao hawako chini ya Eala, yani neno la Tite. Unaona Kwa hiyo ameambiwa mara moja roho mseto, aliyemuita alikuwa ni roho mseto. Huu ni mseto mtakatifu kwa sababu ni roho wa agizo kula vitu, ambayo sio demon, hapana. Ni roho wa agizo kula vitu, ni mseto, lakini mseto mtakatifu. Kama unaweza mkasikia kwamba kuna roho ambao wana kichwa cha ng'ombe, za simba, ni roho za agizo kula vitu, sio mseto kama gisi miseto ya demon, hapana. Kwa hiyo mara moja roho mseto alinisafirisha katika roho hadi kwenye mlima mrefu sana. Kutoka hapo niliona umati wa demon za kiume na za kike mseto za daraja la juu. Kwa hiyo wanawambia kwamba hao wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, wao walitumia pyramid wakafungua mlango, wakatumia hiyo njia, lakini ulimwengu wa kiroho ukaja ukabomoa hicho kitu ili kwamba wasiwezi. Sasa ili kwamba wapate kumwonyesha Mukaisedi kile kilichotokea ule mlango, hawana haja ya kutembea za kupitia kile ambacho wasioanzishwa wametengeneza, no, kwa sababu neno ni neno. Ndio maana Mukaisedi yeye atapandishwa kwenye mlima wa juu ambao utaonyesha kwamba ni kukuzwa. Ameingia katika mlima, yani amepandishwa kwenye mlima ili awe sawasawa, ili aone huo mlango ambao ulifungwa. Demoni hizo mseto za kiume na za kike za daraja la juu zinajulikana pia kama jini, as a genius. Mimi Mukaisedi niliona wengi wao wenye nyuso kama za wanaume wazungu, wenye pua na midomo kama ya simba. Pia niliona kwamba walikuwa na macho yaliyobubujika sawa na ya bundi. Kuanzia viuno vyao kwenda chini ilikuwa kama mbwa na miguu yao kama ya ndege. Wengine pia walikuwa na nyuso kama za mwanamke mzungu na damu mchanganyiko, miili yao kama ya ngie, yani chui, na miguu pia kama ya ndege.
Wengine walikuwa na nyuso na kwatu za ng'ombe na jozi mbili za mabawa. Kulikuwa pia na kila aina ya demoni mseto za kiume na za kike za daraja la juu zenye sura za kuchukiza na mihili ya wanyama watambaao. Mimi Mukaisendi pia niliona ebanda mbudima mundima bobean satie demoni katika umbo la mbuzi kadhaa. Pia niliona esukedu mamudima bobe, yani Lilith, demoni kubwa, ndege sukubasi ya usiku, menguma madiba, nguva za majini, wakiwemo esoma mudima bobe, yani ono santori, yani demoni katika umbo la punda, na demoni mseto nusu ndege nusu mwanaume mzungu. Hivyo vyote Mukaisendi aliona, na Roho Mseto akaniambia, Mukaisendi, hii ni moja ya mahali pa mkusanyiko ambapo demoni za kiume na za kike mseto za daraja la juu hufanya mikutano katika lengo la kuwashawishi kiroho wale wote walio katika eneo la Jombe la Mudi ambao hawatii eyala, yani neno la tete. Kwa hiyo hapa anaendelea kusema, anaendelea kuwaonyesha hapa ni moja kati ya sehemu, kwa sababu sio sehemu moja tu hiyo ambao wanakusanyika. Kuna sehemu zingine ambapo wao wanakusanyika. Kwa hiyo kilikuwa ni kipengele cha 3. Kipengele cha 4 sasa ni mahubiri, aiza hotuba, aiza mahubiri kuhusiana na mahono ya anguko la Babiloni. Tunaenda kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa 3 hadi 19. Inasema namna gani? Na nikasikia kutoka katika ulimwengu sauti nyingine ikisema, tokeni katikati yake, enyi watu wa Tite, ili msishiriki kamwe katika dhambi zake, wala msiwe na sehemu yoyote katika mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimeongezeka, na mudima Bekokisedi amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama alivyolipa, na rudisheni maradufu kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe alichomimina, miminieni maradufu. Kwa kadiri alivyojitukuza na kuzama katika anasa, basi mpeni mateso na maombolezo, kwa sababu anasema moyoni mwake, nimeketi kama malkia, mimi si mjane tena, wala sitaona maombolezo. Kwa hiyo Babiloni, ndugu zangu, wanaweza wakaiwakilisha kwa namna hizo umbo la mwanamke. Mnaweza mkajiuliza kwa nini? Kwa sababu tunajua kwamba nyuma ya demon hizo, nyuma huko yule mwanamke, yani yule demon ambayo ni Digongodiba, yani demon ya pili ya kike, yani demon ya pili tuseme tu, ambayo ni Digongodiba. Ndio maana wanaweza mnaona wanawakilisha kuna mara Babiloni kama vile mwanamke, kwa sababu nyuma tunajua kwamba kuko Digongodiba, na tena nyuma yake tena pia kuko demon ile ya kwanza ambayo ni Ngungwa Ngandula Lemba. Hiyo mnatakiwa kuelewa. Anaendelea kusema, kwa sababu ya hayo, katika siku moja mapigo yake yatafika kifo, maombolezo na njaa ya kiroho, naye atateketezwa kwa moto wa hasira, kwa maana yeye ni mwenye nguvu, mudima Bekokisedi aliyemhukumu. Kwa hiyo ndugu zangu, natakiwa kuelewa kwamba katika hukumu kuna vipengele vingi sana. Maana walipotumwa walioanzishwa katika jiji hilo la Jombe la Mudi ambalo ni Babiloni, ilikuwa ni namna pia ya hukumu, ili kuwahukumu, weza kuhukumu roho hizo ambazo ni chafu, ni mbaya. Na wafalme wote wasioanzishwa wawasi, waliojitia katika uashirati na anasa pamoja naye, watalia na kuomboleza kwa ajili yake, watakapouona moshi wa kuungua kwake. Wakisimama mbali katika hofu ya mateso yake, watasema, ole ole lango kubwa Jombe la Mudi, yani Babiloni, lango la kuingia. Katika saa moja hukumu yake imekuja. Na wafanyabiashara wa dunia watalia na kuomboleza kwa ajili yake, kwa sababu hakuna mtu atakayenunua shehena yao tena, shehena ya dhahabu, ya fedha, ya mawe ya samani, ya lulu, ya kitani safi, ya dhambarau, na ya hariri, na ya nguo nyekundu, ya kila namna, ya mbao zenye harufu nzuri, ya kila aina ya vitu vya pembe za ndovu, ya kila namna ya vyombo vilivyotengenezwa kwa mbao za thamani sana, shaba, chuma na marumaru, ya mdalasini, ya manukato, ya marashi, manemane, ubani, divai, mafuta, unga laini, ngano, ng'ombe, kondoo na farasi. Matunda yaliyotamaniwa na nafsi yako yamekwenda mbali nawe, na vitu vyote maridadi na vyema vimepotea kwako, na hutavipata tena. Wafanyabiashara wa vitu hivi waliotajirishwa navyo watajiweka mbali katika hofu ya mateso yake, watalia na kuomboleza. Hapa wanaongelea kuhusiana na Jombe la Mudi ambayo itabomolewa. Haya mambo yote hayatakuwepo. Tunaingia kwenye kipengele cha 5.
yaani mlango wa uchawi wa zamani umefungwa. Sikilizeni kwa makini, mlango wa uchawi wa zamani umefungwa. Ufunuo sura yake ya 18 mstari wa 15 inaanza kusema, na watasema ole ole, mlango mkubwa ambao ulikuwa wazi umefungwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo watu walio wengi huwa wanatumia neno marubani. Tunajua marubani ni rubani ambaye anaendesha ndege, kuna rubani ambao labda sijui wanaweza kasema wale ambao wanaendesha meli za kadhalika, wanaweza wakatumia majina kama haya, lakini tunaenda kuonyesha kwamba kuna marubani wengine ambao watu hawajui ni marubani. Ndio maana mstari wa 16 unasema namna gani? Na marubani wote, kuna mabano, yani wachawi. Wachawi ni marubani si wanaruka? Wanaruka. Hapa tuko wapi? Mtasikiliza vizuri. Wale wanaoruka, hakuna mkanganyiko. Wengine wanasema imani, wanasema hivyo, mtaelewa ni wapi, ni lini haya mambo yanaongelewa. Na marubani wote, yani wachawi wote wanaosafiri, kuna mabano, wanaosafiri kwa meli kifumbo kuelekea mahali hapa, mabaharia, yani kuna mabano, yani magician, na wale wote, kuna mabano, wataalamu wa sayansi ya uchawi ambao wanatumia bahari na bahari kubwa, walisimama mbali wakapiga kelele walipouona mlango umefungwa. Ni mlango gani uliofanana na mlango huu? Wanaanza kulia. Ndio maana nikamwambia mtaangalia gisi wataanza kusononeka, kwa sababu mlango huo umefungwa. Hawawezi wakaingia tena katika ulimwengu wa giza la kichawi ili kufanya mambo yao pamoja na hizo demoni. Kwa hiyo mlango wao ulifungwa, hawawezi tena kuingia, hawawezi tena kuingia. Ndio maana nikasema wanaweza wakafanya maombi, sawa, kuita demon zinaweza zikaja, ni kweli, lakini wao kuingia tena hakuna. Na hayo maombi ambayo watafanya sio kwamba ni abracadabra, na hapana, sio mambo kama haya. Hauwezi kuita demon ikiwa haujui asili ya demon. Ikiwa haujawahi kuona hiyo demon, hauwezi ukaita hiyo demon. Hivi ndio unatakiwa, kwa sababu unatakiwa kuingia katika uanzishwaji ili uonyeshe hiyo demon na asili yake, uione, alafu hapo baadaye unaweza ukaihita na ije. Patuko katika kipindi fulani, mstari wa 18, wakajimwagia mavumbi juu ya vichwa vyao, wakalia na kuomboleza, wakapiga kelele wakisema, ole ole, lango kubwa ambalo wale wote wenye marekebu juu ya bahari kumrazi na juu ya bahari kubwa wametajirika kwa mali yake. Katika saa moja ulikuwa umefungwa. Yaani wakaanza kulia, namna gani mlango umefungwa? Ni nini ambacho kimetokea? Hapa ni katika hali ya kiroho, lakini pia jiji hilo lilitekelezwa, lilibomolewa tuseme kimwili, kama jinsi nilivyosema hapo awali. Mstari wa 19, aliyeanzishwa, sikilizeni sasa hapo, aliyeanzishwa ushangilie juu yake, na nyinyi wasioanzishwa, walioneemiwa, mitume na manabii, furahini pia, kwa sababu Mudima Bekokisidi amewatendea haki kwa kuufunga huu mlango, yani kwa kuufunga. Swali ambalo mnatakiwa kujiuliza ni kwa nini hapa wanaongelea mitume? Kwa nini? Kwa nini wanaongelea mitume hapa? Kwa sababu tunajua hao ni mitume wa Jokisabe. Swali la kujiuliza pia, je, wakati mitume wa Jokisabe walipokuwepo katika hali inayoonekana, je, huu mlango wa Babiloni ulikuwa bado uko wazi au ulikuwa tayari umeshafungwa? Hizo ndio swali ambazo mnatakiwa kujiuliza. Ndio maana nikasema kwamba ni kweli huo mlango tunaweza tukasema kwa ulikuwa bado wazi au umefungwa, inategemea ni nani. Ndio maana nikasema kwamba kuhusiana na walioanzishwa mlango uko wazi, lakini kwa wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, huu mlango ulifungwa. Kwa hiyo aliyeanzishwa yeye anaweza kaona, sio katika lengo la kwenda kufanya uchawi, hapana, lakini anaweza kaona katika lengo la kujiandaa vizuri dhidi ya adui. Sasa kwa nini watumie zaidi sana hapa mitume? Kwa nini wanapoongelea mitume kwamba wafurahi? Kwa nini wanatumia hapa? Ndipo muelewe sasa mwalimu mmoja tu ambaye ni Zurura sana. Yaani ni katika kipindi cha mitume wa Jokisabe ambapo uchawi mkubwa, yaani ule uchawi wa zamani ulifungwa, yaani mlango wa uchawi wa zamani ulifungwa. Hapa tuongelee tena ule mlango ambao ulifungwa kwa ajili ya wachawi, ambao ni Babiloni, ule mlango ambao walifanya piramidi. No, ule ulifungwa.
Lakini sasa ule uchawi wa zamani ambapo ulikuwa yani waaguzi, mtu anaweza akafanya incantation, demon akafika na kufika, yani anaita demon inatokea. Wao wanaofanya uaguzi, hasa wengine wanaofanya, yani tuseme haya mambo yote, yani uchawi wa zamani ulifungwa. Hakuna, nasema hakuna mtu hata wakati huu ambaye anaweza kuita demon na demon ikatokea. Haipo. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba anatoka nje ya mwili wake, kwamba anaenda hadi katika ulimwengu wa mamami wata. Huyo anayesema hivyo ni mongo. Hata yeye mwenyewe anajua kwamba yeye ni mongo. Wale wachai wote ambao walikuwa wakisema kwamba anatembea na sijui anaingia kwenye nini, mnasema nini, kwenye kibuya, mnasema nini, kuna kitu ambacho anaruka. No, haipo. Huu mlango ulifungwa, na ni wakati wa mitume wa Jokisabe walipokuwepo. Ni kipindi chao hicho ambapo huyu mlango wa uchawi wa zamani yani wachawi ulifungwa. Kwa hiyo wachawi wa kweli hawapo tena. Wale ambao wapo tunaweza kusema ni matapeli ambao wapo kwa wakati huu. Kulikuwa wachawi wa kweli kweli ambao walikuwa wakitoka nje ya mili yao wanafanya. Huu mlango ulifungwa tip. Hakuna mtu ambaye ana uwezo tena wa kutoka, kwamba anaenda kuangia watu, anaenda kuwanga huko usiku tena narudi. Huu mlango haupo. Ni katika kipindi cha mitume wa Jokisabe ndipo huu uchawi wa zamani ulistopiwa. Mudima Bekokisede alifunga tena hiyo njia. Nafikiri hapa sasa mnaelewa vizuri ndugu zangu. Mudima Bekokisede alifunga hiyo njia. Kwa hiyo hakuna mchawi yeyote ambaye anaweza kaita demon na demon ikatokea. Atakaye sema kwamba anaita demon na demon inakuja, huyu ni mwongo. Hata yeye mwenyewe anajua kwamba ni uongo. Anayesema kwamba anatoka nje ya mwili wake, anaenda katika ulimwengu huo na ule, huyo ni mwongo, na yeye pia anajua hivyo. Lakini mwelewe kitu fulani. Katika kipindi hicho cha mitume wa Jokisabe, ndio kipindi ambapo kweli kweli mlango huo ulifungwa wa uchawi wa zamani. Bali kulikuwepo kabla ya kufunga, kulikuwepo kwanza wachawi waliokuwa na uweza kabisa, tuseme wa kichawi, yani ule uchawi wa zamani katika kipindi hicho cha mitume. Lakini tena ni kipindi hicho baadaye kidogo ndipo huo mlango ukafungwa. Na ndio maana wakati wa mitume wa Jokisabe mnaona kwamba kuna mmoja ambaye aliitwa mchawi mmoja hivi, hata ndani ya Biblia za kisasa wamemwandika. Ndio watu wanaenda katika kitabu cha Tondi Ekabala, yani Filipo sura ya kwanza mstari wa 5 hadi 7. Inasema namna gani? Hapo awali kulikuwa na mtu mmoja katika jiji hilo aitwaye Mota Ngambi, ambaye akijifanya kuwa mtu wa maana sana, alikuwa akifanya ulozi na kusababisha mshangao miongoni mwa watu wasioanzishwa wa eneo mdongo, yani Samaria. Kila mtu kuanzia aliye mdogo hadi aliye mkuu zaidi alisikiliza kwa makini na kusema, hii ndiyo nguvu yenyewe inayoitwa kuu. Wakamsikiliza kwa makini kwa sababu alikuwa amewashangaza kwa muda mrefu kwa uchawi wake. Kwa hiyo inapenda kuonyesha kuwa ni kipindi cha mitume kweli wachawi walikuwepo, na tena ni katika kipindi hicho ambapo mlango wa uchawi wa zamani ulifungwa. Kwa hiyo wachawi wapo, walio wakati huu ni matapeli tu, sio wachawi kama gisi kweli ni uchawi, kwa sababu yeyote anayetenda zidi ya neno ni mchawi tayari, lakini sio ule uchawi wa zamani. Walio hapo wachawi ni wale wa kutegeana, hii huyu anaanguka pale, aweza anapata nani sijui mguu unavimba, mkono nini, sumu nini, mambo kama hayo ndio yanabaki. Lakini wachawi wa kweli mlango ulifungwa. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 20 hadi 22 nasema, kisha namloloma, yani malaika mmoja mwenye nguvu akatoa jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa baharini, akasema, hivyo jombe la mjini Babiloni, lango kubwa, litatupwa chini kwa nguvu, wala hautaonekana tena kwa wale wote ambao hawajaanzishwa. Kwa hiyo wakati mlango huu ulipofungwa, hakuna yeyote ambaye hajaanzishwa, damu mchanganyiko mzuri, ambaye anaweza kaona huu mlango umefungwa. Na sauti za wapiga vinubi hazitasikika tena nyumbani kwako,
wanamuziki, wacheza filimbi na wapiga tarumbeta. Hatapatikana tena miongoni mwako fundi wa kazi yoyote. Hatutasikia tena sauti ya jiwe la kusagia nyumbani kwako. Nuru ya taa haitangaza tena kwako, na sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa tena kwako, kwa sababu wafanyabiashara wako walikuwa wakuu wa dunia, kwa sababu mataifa yote yalidanganywa kwa uchawi wako. Kwa hiyo ndio maana mlango ukafungwa, jiji likabomolewa na Lupige. Wachawi wakaendelea kweli, sio kwamba waliangamizwa, waliendelea, lakini ilipofika kipindi cha mitume wa Jokisabe, ndipo sasa ule uchawi wa zamani kabisa wa wachawi kweli kweli ndio ukafungwa mlango na Mudima Bikoki City. Kwa hiyo hadi muda huu ambao tupo sisi, uchawi haupo. Mlango ulifungwa. Kipengele cha 6 na ndio cha mwisho ambacho tunasema sasa kuhusiana na anguko la Babiloni. Kwa hiyo muone vizuri, tumeona katika kipengele cha 5 mlango na yani mlango wa uchawi uliofungwa katika Babiloni. Bali anguko sasa la Babiloni linapatikana kwenye sura ya 14 ambayo tumeacha. Lakini hayo yote tuliongea kwenye sura ya 18. Ndio maana nikasema kwamba ikiwa ujaanzishwa, unaweza kufikiri labda nikaneme namna gani huko na huko, kwa sababu ni kitabu cha uanzishwaji, kitabu hiki cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 14, yani BBCD 14:5 hadi 7 inasema, nikaona na mloloma, yani malaika mwingine akiruka katikati ya anga inayoonekana, akiwa na injili ya utakaso, kuwatangazia wakahaji wa Wase, watu wa taifa lote nyeusi lisiloanzishwa, wa kabila zote na lugha zote na watu wa mataifa yote ya bara. Yani hapa ni katika Wase, ni watoto wa Wase. Akasema kwa sauti kuu, mwogopeni tete kwa hofu ya heshima inayotokana naye, na mtukuzeni kwa maana saa ya hukumu imekuja, na mwabuduni yule aliyezifanya mbingu, dunia, bahari na vyanzo vya maji. Na mwingine na mloloma, malaika wa pili akafuata akasema, imeanguka, imeanguka jombe la Mudi, yani Babiloni mkuu, aliyewanywesha mataifa yote kwa divai mbaya ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kweli Babiloni ilianguka kweli kweli, hata jiji lenyewe lilibomolewa kweli kweli, maana Lakisabe aliyoyaona yametimia katika nyakati mbalimbali. Na kutokana kwamba demon zipo zinapenda kuwafanya watu waamini kwamba labda Babiloni eti bado ipo, lakini ilichukua jina lingine, kwamba Babiloni kwa wakati huu inaitwa Iraki. Huo ni uongo mtupu, maana Babiloni ilikuwa katika bara letu, ilikuwa katika Afrika ya mababu, katika Afrika Mashariki ambayo ni Wase Jedu, ndiko Babiloni ilipokuwa. Kwa hiyo maono aliyoyaona Lakisabe yametimia miaka maelfu na maelfu iliyopita, bali mlango walioanzishwa wanaweza kuuona, bali ulifungwa kwa wasioanzishwa, wazungu na damu changanyiko. Huo mlango ingawa imebomolewa, lakini mlango umebaki kiroho, lakini umefungwa na hawawezi wakauona kujua uko wapi. Kwa hiyo Ufunuo sura ya 18 ulitimia miaka maelfu kwa maelfu iliyopita, ndugu zangu. Kwa hiyo utaona wanamuziki kama vile akina Bob Marley, wao waliwahi kuimba kuhusiana na Babiloni, wanatoa Babiloni hivi na hivi na hivi. Mnaenda kufanya kitu, unatoa kitu ambacho hakipo. Ilianguka kitambo. Bali mzaliwa wa pili ambaye ni Zulasa, yeye anaweza kuongelea Babiloni, maana akiongelea Babiloni anaongelea demoni zilizo nyuma ya mlango huo ambao ulikuwa na ambao upo kwa wale walioanzishwa, wanaweza wakauona. Loba anaendelea kujitukuza enzi zote.